Leo nataka tuangazie ujumbe ambao nilikuwa nimehubiri hapo awali, but in a different angle. Huu ujumbe ni wa wale tu ambao wamevunjika moyo, wale ambao wako discouraged, wenye wako so disappointed, wenye wako frustrated, wenye wako desperate. Na hivyo kama wewe hauko pale, tunakuomba uangalie ujumbe mwingine hapo chini. Kama uko pale na unahisi umefika mwisho, unahisi kujitia kitanzi, unahisi kama hakuna matumaini tena, huu ujumbe ni wako. Kitabu ni cha Waamuzi, sura ni ya 14, msururu ni ule wa 5 mpaka wa 9. Kisa kizima kinamzungumzia Samson wakati alimuua simba. Na leo hii nataka nikuweke katika kiatu cha simba mwenyewe. Samsoni alipopatana na simba alipokuwa anateremka akielekea Timna, alimshika kumpasua kama mwana kondoo na akaacha mfu wake hapo na akaenda zake. Ni kweli ile hali ambayo unaipitia imekufanya uhisi hata huna haja ya kuishi tena. Imekufanya ujihisi kama mfu, na sio tu mfu wa mwanadamu, bali unajihisi wewe hata ni kama mfu wa mnyama. You don't even feel like you are a corpse. You feel like you are so useless to can only be equipped to a carcass. Ningetaka nikwambie hivi, naamini kama unausikiza huu ujumbe, wewe ni mtu anayempenda Mungu, na hivyo kumaanisha wewe si mtu wa kawaida. Ndani mwako mna mtu mwingine anayeishi humo, nayo roho inayoishi ndani yako ni roho ya simba wa Yuda. Kama unaye Yesu katika maisha yako, ni kumaanisha simba wa Yuda yu ndani yako. Na unajua nini? Mtu si mwili, si chenye huonekana nje. Mtu ni chenye kinakuanga ndani, chenye huishi ndani ya huu mwili, ndicho huanga kinadhaminiwa sana. Na ndio unaonanga kuna watu watafariki na hakuna mtu wako na shughuli. Wengine wakifariki lazima hata maiti zao zilindwe, kwani zinaweza ibiwa hata, au kila mtu anataka kuiona, anataka kuiguza. Hawataki kuguza ile maiti, hawataki kuguza ile nyama. Chenye kinawavutia kwa ile maiti, chenye kinawafanya wahisi kuiheshimu sana ile maiti, si hiyo mwili, ni chenye kilikuwa kinaishi ndani ya huo mwili. Ile roho ilikuwa imesheheniwa ndani ya ule mwili, ndiyo inaheshimiwa, ndiyo inaogopwa. Your worth is not how you are or the situation that you are in right now. Your worth is inside you and what is inside you. Na kama wewe una simba wa Yuda ndani yako, ningetaka kukuambia ya kwamba hata maiti yako haitakuwa maiti tu ya kawaida. Kuna uwezekano hali ambayo unapitia, machungu ambayo unayapitia, maumivu, kejeli, chuki na hali ngumu ya maisha ambayo unaipitia kwa sasa. Unaona sina hiki, sijafanya hivi, siko hivi, wengine wameenda mpaka hivi. Na ukijiangalia, ukijilinganisha, unaona kwa kweli mimi na wao, mimi hata si kama maiti tu, mimi ni kama mzoga. Lakini ningetaka kukuambia ya kwamba hata kama wewe ni mzoga, wewe unaye simba wa Yuda ndani yako, wewe ni mzoga wa simba. Na unajua nini kizuri na mzoga wa simba? Ni kwamba sio mzoga tu wa kawaida kama mizoga ya wanyama wengine. Mzoga wa simba sio kama mzoga wa fisi, sio kama mzoga wa swara, sio kama mzoga wa panya. Ni mzoga wa kipekee, mzoga ulio na uwezo wa kusheheni asali ndani yake, kwani mbavu za mzoga wa simba hamna mnyama atasikaribia asiharibu, na hivyo zitaweza kuwa
kama vile mzinga wa nyuki, mahali ambapo asali inaweza tengenezwa, na kwenye kulikuwa nyama, sasa kuwe kumening'inia kilicho kitamu sana duniani. Na hivyo basi, usife moyo, usikate tamaa kabisa, kwani simba wa Yuda yu ndani yako, na awapo ndani yako inamaanisha hata mzoga wako ni mzoga wa simba. Kuna uwezekano mkubwa ya kwamba ule mzoga wa simba unaweza badilika kuwa mzinga wa nyuki na uisheheni asali wakati wowote. Kaza mwendo, jipe nguvu, shikilia imani, kuwa mwenye matumaini, kwani siku moja hali itabadilika. Mizoga ya wanyama wengine itavutia wadudu, itavutia inzi, itavutia vultures, itavutia carnivorous, lakini mzoga wa simba utavutia nyuki, na nyuki watakapofika pale watakitengeneza kilicho kitamu sana duniani, na kikishatengeneka watakaa kuuzingira ule mzinga, watakaa kuulinda. Naamini hata ni venye haijaandikwa, lazima Samsoni alidungwa mishale kadhaa wakati alienda kuchukua ile asali. Unajua, Samson alipopatana na yule simba alimshika kama mwana kondoo na kumpasua mara moja, na akaona ameshinda na ameweza sana. Wanaokutesa, wanaokunyanyasa, wanaokuchukia, wanaokudhihaki, wachawi, wanaokuloga, mapepo, maadui, watu wenye chuki, hata shetani mwenyewe, wote ni masamson ambao wamefikiria ya kwamba wamemmaliza simba na mambo yake imeisha kabisa. Lakini subiri kidogo, kwani watapigwa na butwa. Watafahamu ya kwamba mwenye anaishi ndani yako sio mnyama hivi hivi, bali ni simba, tena simba wa Yuda. Samsoni alidhani amemaliza kila kitu, akadhani hamna chochote kizuri kitawahi patikana kutoka kwa yule simba. Akajua yule simba kwa sasa ni mzoga, na chenye kitafanyika kwake ni kuoza tu na kuisha kabisa. Ina uwezekano uko hapo na unajihisi kama mzoga, umepatana na mambo, umepambana, na ni kweli hata ukijiangalia hali yako kwa sasa ni kama mzoga. Mahusiano yaliacha ukihisi kama mzoga. Hali ya kihela na kufilisika imekuacha ukijihisi kama mzoga. Mateso, mahangaiko na majaribu yamekuacha ukijihisi kana kwamba wewe ni mzoga. Lakini ningetaka nikwambie ya kwamba hivi karibuni Samsoni atarudi. Mwenye alikufanyia ujeuri atarudi. Mwenye alikufanyia madharau atarudi. Mwenye alikufanyia mambo za kiganga na kukuloga atarudi. Mwenye alidhani you never amount to anything atarudi. Mwenye alikuharibia mambo, mwenye amekuharibia maisha, siku moja yuaja kurudi tena. Mungu atamleta ile njia tu achungulie, akidhani uliisha, akidhani ulifirisika, akidhani hauko hai, akidhani hauna nguvu tena, akidhani yako iliisha kabisa. Lakini atapata kumbe, hata baada ya kukuvunja vunja, Mungu alikupa nguvu mpya. Mungu alikupea biashara kubwa hata zaidi. Mungu alikupa hata hekima zaidi. Mungu alikupa hata ujuzi mwingi zaidi. Mungu alikuletea hata ufadhili mkubwa zaidi. Mungu alikufanyia maajabu. Kazi umepata zuri hata zaidi. Kufanikiwa umefanikiwa kwa njia kubwa, na Mungu amekisababisha kilicho ni kitamu sana duniani kiwe kwako. Hao masamson wataona haya, wataaibika, lakini hata hawana aibu, kwani bado wataoja asali ambayo imetolewa kwa mzoga. Walikuona mzoga, hata wakija walikuwa wanakuja kuchungulia umeoza kiasi gani, lakini bado watadodosha asali
asali kutoka kwako waile, na hawatakula tu wanyamaze, wao wenye walikuua, wao wenye walikuharibia, wao tu wenye waliacha ati umeisha, ndio tu watapeleka Injili, ndio tu wataenda kusema jinsi ambavyo umebarikiwa, jinsi ambavyo una asali, jinsi ambavyo umewashangaza, jinsi ambavyo hawakuamini chenye wamekishuhudia kwako. Kwani Mungu atakuwa amekubadilishia maisha, Mungu atakuwa ameibadilisha hali, nayo hali uliyoko ndani yake leo hii itakuwa imesahaulika. Na hata kama utakuwa mfu, utasema kweli mimi ni mfu, lakini mfu mwenye msaada kwa dunia, mfu mwenye amesheheni kitamu sana duniani, mfu mwenye anawasaidia hata Masamsoni wenye walidhani wamenimaliza, sasa wanasaidika kunipitia. Sasa mimi ndiye nimebadilika kuwa msaada wao, na wanaenda wakitangaza hawajawahi pata msaada mkubwa kama wenye wamepata kwangu. Kwani Mungu atakuwa amekubadilishia hali, amekubadilishia jina, na utasema hata ni heri kuwa mfu, lakini mfu wa simba. Kwani mzoga wa simba unaheshimika hata ukiwa mzoga. Na ndiyo hata Paulo akasema ya kwamba kuishi hai ni matunda, lakini nako kufa ni faida. Kwani kama Wakristo na watu tunao simba wa Yuda ndani yetu, tunajua hata wakati tutakuwa wafu, hata wakati tutakuwa tumetoka katika hii dunia, hatutaishia tu kama wanyama, hatutaishia tu kama watu wengine wowote wale, bali hata tutaipata asali iliyo bora zaidi ya hii dunia na ya mbinguni. Tutaenda kuishi paradiso, ambapo tutaishi raha siku zote. Asali itakuwa ikidondosha utamu kila tugeukako, na tutaenjoy milele. Na ndipo tutakuwa tumepiga muhuri maneno ya kwamba kunayo asali kutoka kwa mzoga, tena mzoga wa simba.